Iran imemteua Mohsen Rezai, kamanda wa zamani wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, kuwa katibu mpya wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, akichukua nafasi ya Mohammad Bagher Zolgadri. Uteuzi huo unafanyika wakati Tehran ikikabiliwa na mazingira magumu ya kiusalama na kisiasa kutokana na mvutano wake na Marekani pamoja na Israel. Rezai anaingia katika nafasi hiyo akiwa na uzoefu wa muda mrefu katika masuala ya kijeshi na usalama, jambo ambalo linafanya uteuzi wake kuonekana kuwa muhimu kwenye kipindi ambacho Iran inafanya maamuzi kuhusu namna ya kukabiliana na shinikizo la nje. Rezai ni mmoja wa viongozi wenye historia ndefu ndani ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Aliongoza IRGC kuanzia mwaka 1981 hadi mwaka 1997, kipindi kilichohusisha vita vya Iran na Iraq na miaka muhimu ya kujengwa kwa uwezo wa kijeshi wa Iran. Baada ya kuondoka katika uongozi wa IRGC, aliendelea kushikilia nyadhifa mbalimbali za kisiasa na kushiriki katika mijadala kuhusu usalama, uchumi na sera za kimkakati. Kurejea kwake katika nafasi ya juu ya usalama kunampa uongozi wa Iran mtu anayefahamu karibu historia ya mgogoro ya nchi hiyo na namna taasisi zake za kijeshi zinavyofanya kazi. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa ni chombo muhimu kinachoratibu masuala ya ulinzi, usalama wa taifa na sera za kimkakati za Iran. Kwa hiyo sasa atakuwa katika nafasi ya kusaidia kuratibu majibu ya Iran kuhusu changamoto mbalimbali, ikiwemo uhusiano na Marekani, Israel, programu ya nyuklia na usalama wote wa eneo la Ghuba. Uteuzi wake unakuja wakati ambapo maamuzi ya kisiasa na kijeshi yana uhusiano wa karibu, huko Iran ikilazimika kutafuta namna ya kulinda maslahi yake bila kuruhusu mzozo huo kugeuka kuwa vita vikubwa zaidi. Miongoni mwa masuala yatakayokuwa muhimu mbele ya Rezai ni mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya baharini inaunganisha Ghuba ya Uajemi na Ghuba ya Oman, na ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Rezai amewahi kusisitiza umuhimu wa Iran kuwa na udhibiti na uwezo wa kimkakati katika eneo hilo. Suala hili limekuwa nyeti zaidi kutokana na msimamo wa Marekani wa kutaka Hormuz ibaki wazi kwa usafirishaji wa kimataifa, wakati Iran imekuwa ikiunganisha suala hilo na usalama wake, vikwazo na mahusiano yake na Washington. Suala la mpango wa nyuklia wa Iran pia litakuwa sehemu ya changamoto zake. Tehran imekuwa ikisema kuwa mpango wake wa nyuklia una madhumuni ya amani, huku Marekani na Israel zikiendeleza kuiona kama tishio linalohitaji kuzuiwa. Rezai amekuwa akitoa msimamo mkali kuhusu umuhimu wa Iran kuwa na uwezo wa kujilinda na kutokubali kulazimishwa na mataifa ya nje. Kutokana na hilo, nafasi yake mpya inaweza kuwa muhimu katika kuamua iwapo Iran itaendelea kusisitiza msimamo mkali, itatafuta mazungumzo au itajaribu kuchanganya nguvu za kijeshi na diplomasia kwenye kukabiliana na changamoto za kiusalama. Uteuzi huu pia unaonyesha kwamba kizazi cha zamani cha viongozi wa Iran bado kina ushawishi mkubwa, hasa katika masuala ya usalama na ulinzi. Rezai ni moja ya viongozi walioibuka kwenye miaka ya mwanzo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na ambao wameendelea kuwa na nafasi katika mfumo wa juu wa nchi hiyo kwa miongo kadhaa. Ingawa kumekuwa na matarajio kwamba viongozi vijana wataanza kupewa nafasi zaidi, Tehran bado inaonekana kutegemea uzoefu wa viongozi wa zamani wakati inapokabiliwa na mazingira ya hatari na maamuzi yanayoweza kuwa na athari kubwa kwa mustakabali wa taifa. Kwa ujumla, kuondoka kwa Mohammad Bagher Zolgadri na kuingia kwa Mohsen si mabadiliko ya kawaida ya kiutawala, bali ni hatua inayokuja wakati Iran ikikabiliwa na maswali makubwa kuhusu usalama wake, Marekani, Israel na Hormuz pamoja na mpango wake wa nyuklia. Rezai sasa atakuwa miongoni mwa watu muhimu wanaoweza kuathiri mwelekeo wa sera ya usalama ya Tehran. Kinachofuatilia ni iwapo atasaidia kuimarisha msimamo mkali wa Iran au kutumia uzoefu wake wa kijeshi kujenga mkakati mpana zaidi unaochanganya nguvu, diplomasia na juhudi za kuzuia mzozo mkubwa zaidi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.